Vijana hoye! Assalamu alaikum. Na kwa ndugu zetu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Leo ni asemaye kesho ni kwanza kabisa, wacha niseme poleni sana. Nilikuwa na deni ya hapa Chaani, lakini Mwenyezi Mungu ndiye mpangaji mkuu. Tarehe 7 ya Disemba mwaka uliopita, katika kucheza ile michezo ya wabunge, niliweza umia goti, nikakata mishipa minne na nikafanyiwa upasuaji hapa Mombasa Hospital Disemba. Ikazidi nikapelekwa Nairobi Hospital, ikazidi nikapelekwa India. Sasa nimerudi, ingawa sikanyagi na nguvu, but lazima nione wa mama zangu, tujuliane hali, si namna hiyo? Na wale vijana wako hapa, mutulie, niko na nyinyi leo, na msinisumbue sana kwa sababu naumwa na magoti, sawa? Lakini nitawapanga shida yenu, mimi najua. Sawa. Wamama hoye! Sasa haya basi. Sasa nimesikiza yale yote yaliyoweza kusemwa siku ya leo, na hii ni kawaida ya kila sehemu ambazo utatembea katika Jamhuri ya Kenya. Shida za Chaani zinafanana na shida za sehemu nyingine kote nchini, lakini tunafaa tujiulize, hii shida ni ya nini? Tunafaa tujiulize, hii shida tutaimaliza vipi? Na mimi leo sijakuja kuomba chochote. Leo nimekuja kuwaingiza darasani ili tuelezane ukweli wa mambo, alafu nimalize kile nafanya, niondoke ikiwa unajua ukweli wa kwa sababu wale wengine watakuja hapa, watatapeli, wataongea porojo, lakini wakitoka hapa hakuna kitu wanafanya. Sasa mimi leo nakuja kuwapa mafunzo ya bure. Nimesikia watu wakiongea mambo ya ugavana, nimesikia wengine wanataka ubunge, nimesikia wengine. Tulizeni boli, si namna hiyo? Tulizeni boli. Chuma ya reli. Mtulize boli. Sasa mimi nakuja na hadithi ya Simon Makonde. Kuna wale wanajua hadithi ya Simon Makonde? Wangapi walienda shule na mimi? Haya, sasa mimi nataka kuambia hivi. Tatizo la Kenya, tatizo la Mombasa County, sio gavana, sio mbunge, sio MCA, ni nyinyi. Ni nani? Kwa sababu munashabikia mambo ambayo hana kichwa wala mguu. Mukienda kupiga kura, munaenda kupigia chama badala ya mtu binafsi. Mimi nataka niwafunze vile ya kupiga kura kabla niwape hadithi ya Simon. Enyi watu wa Chaani, pigeni kura kama watu wengine sehemu zingine. Musipige kura kwa sababu ya dera, leso, pilao, sigi mara lori inawekwa hapa, kila mtu anapata pakiti ya sima, alafu mnasema huu ndio kiongozi, Mungu amweke. Wewe utawekwa na nani kama yule anayekuwa na Mungu? Si wewe utawekwa na shetani? Unachukua pakiti ya sima, unakula, unasema huyo ndio kiongozi. Huyo si kiongozi, huyo ni kinyozi, atakunyoa miaka 5 bila maji. Enyi watu wa Chaani, nisikilizeni vizuri, nimekuja kufunza kwa sababu wanasiasa wengine hawatawaambia haya. Enyi watu wa Chaani, mkipiga kura, pigeni kama wenzenyu kule bara. Wenzenyu wanapiga kura hivi, na nitawapa mfano. Angalia Nyanza. Mimi napenda Nyanza kwa sababu wanajua kupiga kura, si namna hiyo? Gavana wa Kisumu anaitwa nani? Mpe jina ya heshima wewe. Anaitwa nani? Anaitwa Profesa Anyang' Nyong'o. Jina ya kwanza Profesa. Gavana wa Siaya anaitwa nani? Senior Counsel James Agri Orengo. Jina ya kwanza. Tuendelee. Mbunge wa Kisumu kuna mmoja anaitwa Dr. Nyikal.
Jina ya kwanza? Kumbe mnajua ni madharau mko nayo. Tuendelee ama tusiendelee? Niendelee. Seneta wa Kungo Kisii anaitwa Senior Counsel Okongo Omogeni. Jina ya kwanza? Twende Mlima Kenya, si ndio? Naibu rais anaitwa Profesa Kindiki. Jina ya kwanza? Engineer Nderito Gachagua. Jina ya kwanza? Wakili Mureu. Jina ya kwanza? Twende Ukambani. Twende wapi? Dr. Alfred Mutua. Jina ya kwanza? Kwa hivyo mnafanya makusudi nyinyi jamaa. Profesa Kibudha Subwana. Jina ya kwanza? Sina mna hiyo? Ule mtoto wa Mutula Kilonzo Junior ni wakili Mutula Kilonzo. Jina ya kwanza? Tuendelee ama tusiendelee? Haya, tuvuke boda, si ndio? Tukuja wapi? Tukuja wapi? Nipe mji. Nipe mji. Badala mchague viongozi, nyinyi wale mnachagua ni wale ambao wanakuja katika majukwaa wanasema mimi mkinichagua nitakufa kwa ajili yenu. Kuzimia huwezi kufa ndio utaweza? Halo? Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Munashabikia vyema, munashabikia pakiti ya unga, munashabikia leso, munashabikia densi, alafu munachagua mtu ambaye munatoka kwenye mkojo munakanyaga kila baada ya miaka ngapi? Hiyo ndio Muhammad Ali anasema chizi karogwa tena. Si namna hiyo? Kwa sababu hamtaki kuchagua kama wengine. Sasa hii Mombasa imeanza siasa. Eti sasa tunaambiwa ati sasa hakuna vile tutakubali Mbara akalie kiti. Kuna dhambi Mjaluo akiwa gavana? Kuna dhambi Mkamba akiwa gavana? Kuna dhambi Masai akiwa gavana? Kuna dhambi Mkikuyu akiwa gavana? Sasa hiyo ndio siasa inaanza kuchezwa. Ati yule Muhammad Ali ameanza kutamani vitu ambazo hafai kutamani. Mimi nawaambia watulize boli, siendi popote, tutabanana papa hapa. Si namna hiyo? Na wasinitishe mimi, kwa sababu hapa hii mji ni city ya pili Kenya. Hii mji iko na kila aina ya Wakenya, iko na kila kabila, kila tabaka, kila dini, na kila mmoja ana haki ya kuishi na kufanya kazi hapa. Si namna hiyo? Si wewe mmesikia wakianza siasa sijui ya wanati? Ati hapa tutataka tu wanati, hatutaki wabara. Nani amesema? Mimi ndio nitaongoza jeshi ya nchi kavu. Si namna hiyo? Tutachagua watu walio na akili timamu, watu walio machungu na watu wao. Hatutakubali tena akili ndogo kutawala akili kubwa. Ndio maana unaona maendeleo zinafika kila sehemu, hapa kwetu hazifiki. Madawa ya kulevya yanaongezeka. Kwa miaka mitatu gavana wenyu wa kaunti ya Mombasa hata choo hajajenga, lakini kila akija ni wimbo inapigwa, ana densi, mnasema mashallah, Mungu amweke. Halo? Halo? Sasa tega sikio, maana nitakuacha na hii funzo. Wale walisoma kitabu cha Simon Makonde, alizaliwa Jumatatu akakufa lini? Ijumaa. Si namna hiyo? Hii Simon Makonde kitabu ilipoandikwa haikuandikiwa ya kusoma, ilikuwa ni maisha ya binadamu wa kawaida, kuzaliwa kwake na kufa kwake. Hapa Chaani mnazaa siku ya Jumapili ndio siku ya kupiga kura. Wanasiasa tapeli wanakuja na kunisema mkinichagua mimi hapa nitaweka hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, wala hana doa la uongozi. Hiyo siku mnapewa pakiti ya sima, leso,
dera na kitu kidogo, alafu munaenda munachagua chizi. Jumatatu yule mama na yule mzee aliyepiga kura siku ya Jumapili, eti kura ya ukombozi, Jumatatu huyu mama Mwenyezi Mungu anamjalia, anapata mtoto wa kiume, anaitwa Simon Makonde wa Chaani. Si namna hiyo? Jumanne mtoto amekuwa, mama anampeleka shule. Mama alichagua chizi, chizi hajajenga shule. Si namna hiyo? Anampeleka shule, akifika shule, shule ni zile zilijengwa miaka 1963 Kenya ilipopata uhuru. Hazijawahi pigwa rangi, hazina feni, zinaanguka, shule ni ile ile. Akifika pale anafukuzwa. Akienda kwa yule mbunge ama gavana ama seneta aliyempigia kura, anaambiwa ako busy. Mtoto Simon Makonde wa Chaani Jumanne anafukuzwa shule. Si namna hiyo? Jumatano Simon Makonde wa Chaani amebalehe, amekuwa mtu mzima, ni kijana, anaangalia wenzake wameshaoa, wamenunua gari, wamejengea mama zao nyumba, wanaishi raha mustarehe. Simon Makonde wa Chaani Jumatano anaingiwa na stress, depression, ana pressure, hajui afanye nini. Anakimbilia nini? Anaanza na dawa sio kubwa, anaanza na mogoka, sigara, anaweka bangi, anaongeza heroin, anaweka cocaine. Ikifika Alhamisi, Simon Makonde wa Chaani munambadilisha jina, sio Simon Makonde bali munamuita Peja. Tuko pamoja? Munaelewa hii mafunzo? Kabisa. Alhamisi munamuita nini? Simon Makonde ikifika Alhamisi anaanza kuiba, anachukua panga, haendi kuua kwa matajiri, anaua Chaani. Haendi Nyali, haendi Kizingo, haendi wapi Kisauni, haendi huko, anabaki hapa, anaua wale wale waliopiga kura mbaya wakaharibu maisha yake. Si namna hiyo? Akishika panga, mama asubuhi nduru, mzee asubuhi nduru, vijana wenzao nduru. Baraza la wazee linaundwa, munakimbia kwa polisi, munasema tumehangaishwa na vijana wa mapanga. Yule mbunge, yule gavana, yule seneta, yule MCA, yule mliyechagua hajajenga kituo cha polisi kwa sababu anataka mmalizane wenyewe kwa wenyewe ili afanye jambo fulani. Nitakwambia ikifika Ijumaa, Waswahili wanasema siku za mwizi ni ngapi? Mambo ni mangapi? Aidha polisi atampiga risasi amuue papo hapo, ama vijana wa mtaa